kanisa lile ambalo nataka kunena juu yake asubuhi ya siku ya leo. Tuwe watu wa kuwaka moto na kuharakishwa ili tuweze kuingia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nataka kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wake wa kwanza hadi 7. Bwana atatubariki. Wakati wetu umeenda sana, kwa hivyo nitakatakata huo ujumbe ili uweze kutusaidia asubuhi ya siku ya leo. Ningependa mchungaji aweze kutusomea, asome vizuri sana. Amen. Wathesalonike wa kwanza Amen. 4, yes, kuanzia 1 hadi mstari wa 7, na Mungu atalibariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasoma Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7. Nitasoma kwa Kiswahili. Iliyobaki ndugu, tunakusihi na kuwaonya kwamba mwende katika Bwana Yesu kama mlivyopokea kwetu chinzi iwapasavyo kuenenda na kupendeza Mungu, kama nanyi mnavyoenenda vivyo hivyo mupate kuzidi sana. Mstari wa 2. Kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Mstari wa 3. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati, kila mmoja wenu ajue kuweka mwili wake katika utakatifu na heshima. Mstari wa 5. Si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote. Kama tulivyowaambia kwanza, tutakushuhudia sana, maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Amen. Asubuhi ya siku ya leo, living to please God. Amen. Kuishi kumfurahisha Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kujua maneno hayo ambayo tumesoma katika maandiko hayo. Kuna mambo ambayo ni matatu ambayo yameongelelewa katika maandiko hayo. Jambo la kwanza ni mwenendo. Amen. Jambo la pili ni upendo. Amen. Na jambo la tatu ni utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya siku ya leo ni kwa sababu Bwana ametuleta hapa, kwa sababu ili tuweze kuwa vyombo vya kumtukuza na vyombo atakavyovitumia katika kazi yake, katika mienendo ambayo tunayoenenda, ama katika tabia yetu ya kila siku. Kuna mzee mmoja, ni vizuri kuongea kwa sababu ni mzee, naye alikuwa na mke wake, na siku kama siku ya leo ya Jumapili akaambia mke wake amwekee maji ili aweze kuoga na aje kanisani. Na alipokuwa wakinywa chai pamoja na mke wake, mama alimwangalia mzee akampiga na kikombe ya chai. Na unajua ni Jumapili na tunakuja kanisani. Mwadhani arotuteithia. Amen. Bwana atuhurumie. Yes. Na mzee alipomwangalia akaona hata mgonga, ni kwa sababu ameokoka. Bwana atusaidie sana ili tuweze kuokoka vizuri. Yes. Haleluya. Amen. Na alipomwangalia mke wake, yeye hakuona jambo lile. Yeye mwenyewe akachukua maji na akapeleka mbavu, kaenda akaoga, akiimba wimbo ambao unasema unastahili kuabudiwa, wewe ni Mungu Baba,
unastahili kuabudiwa, wewe ni Mungu Baba. Akamaliza kuoga. Alipomaliza kuoga, yeye akaja akachukua manguo yake mahali yeye huchukua, mahali nguo huwekwa, na akavaa na akaja kanisani. Mke wake anamwangalia na inama, naye akavaa manguo, wakaja pamoja kanisani. Walipofika kanisani, wakaketi chini, ni kulia machozi, ni kuitana, Bwana unikumbuke, Bwana unirehemu. Mama naye upande ule mwingine kuomba vile mama huyo alikuwa akiomba. Huyu mzee ni mjinga. Bwana atusaidie. Mchungaji akiwa akiongoza ibada akasema, hapana, wacha ndugu wetu atuombee, ni kwa sababu amezama sana. Mzee akaambia mchungaji, hapana, wacha mke wangu aombe. Haleluya. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Ili katika tabia zetu na mienendo yetu, Yes. ili tuweze kuokoka, Yes. kufuata Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Sijui ni wangapi ambao wanajua umeokoka. Siku kama ya kesho, Jumanne, Jumatano na hata kuendelea. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Ama watoto unawaitaga shaitani. Ukiwa mahali ambapo unakaa, Mama Ian, unaita Ian shaitani. Wewe hata sijui ulitoka wapi. Neno la Bwana asubuhi ya siku ya leo, Yes. inatunenea, Yes. ili tuweze kubadilisha mienendo yetu, Amen. ili tuweze kumfuata Kristo, Yes. ili tarumbeta itakapolia Yes. tuwe wa kwanza kuamka Amen. na kumfikia Kristo. Amen. Zaidi ya yote, tumuraki angani, ni kwa sababu tumekamilishwa, tumeoshwa na neno lake. Amen. Nafsi zetu zimewishwa mara tena. Yes. Tumebadilishwa na neno la Bwana. Tumekuwa watu wengine, na Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Haleluya. Amen. Pigia wamama makofi mazuri. Ni kwa sababu gani wazee wako wachache kanisani? Hiyo ni research ambayo nimefanya mwenyewe, na nikaona wamama wetu wakiokoka vizuri, wazee wetu wataingia hapa wote. Haleluya. Amen. Bwana ni arogoshwa. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Watakuja hapa pamoja na watoto wetu wa kiume na hata wa kike, watajaa mahali hapa. Ni kwa sababu gani? Katika kitabu cha Mitume, ni kwa sababu wale waliamini neno na wakalishika neno. Kila siku katika ushirika wao watu 3,000 walikuwa wakijiunga na wao. Haleluya. Ni kwa sababu tabia zao zilikuwa zimebadilishwa na neno lake Bwana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Siku moja na mama moja ambaye aliamka asubuhi akaanza kutukana Bwana wake, na wakati matusi alipozidi, ile dume, Bwana Yesu asifiwe, ni kwa sababu tumeumbwa tofauti na nyinyi. Tuna ile ego. Yes. Ule Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipotusiwa alisikia vibaya sana. Akatoa hizo manguo za kwenda kanisani, akavaa za nyumbani. Naye mama mtumio shionali Mungu akaenda akachukua manguo yake, akawekea mzee hapo. Akachukua na watoto, akamwekea mzee mahali pale. Kumbuka tunaongea kuhusu mienendo. Amen. Ili Bwana aweze kutuokoa na aweze kubadilisha nafsi zetu na hata mioyo yetu na roho zetu, ili tumfuate Kristo. Yes. Haleluya. Amen. Wewe ukiwa mama, fanya kazi yako ya umama. Yes. Wewe ukiwa mzee, fanya kazi yako, ili kanisa la Bwana liweze kusimama imara. Amen. Akamwambia, nikitokea, na mama alikuwa praise and worship. Bwana asifiwe sana. Kiuma kanitheo
Wale udhabitie kwa hiyo nikute na nyumba nikute ikiwa safi. Wewe unijui. Wanyonete utuku. Bwana Yesu asifiwe. Mzee akanyamaza. Akashindwa nipigie ndugu yangu simu ili aje nisaidie. Akaona hapana. Wazee tumeumbwa kunyamaza. Haleluya. Mzee akanyamaza. Akasema hizo sifui. Sitasifua. Kama ni moto wa chai wake. Mchungaji akauliza mke wake, kwani ndugu Joseph wako wapi? Nilimwacha nyuma akija, sijui ni nini. Mchungaji akasema hapa kuna shida. Pigia wachungaji makofi mazuri. Ni kwa sababu wao wakiwa katika maombi, wao huona mbali. Akajua hapa kuna shida. Kaambia mama, ukienda msalimie, mwambie tutaonana. Nataka uniambie kama utakuja. Wewe enda tu msalimie, mwambie tutaonana. Alikuwa anataka ajue kama mchungaji anakuja ili aweze kujiweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako kujiweka vizuri. Kama mchungaji anatembea. Mchungaji alikuja akijembelea. Akakuta kumewaka moto. Wewe. Akajificha. Akasikia. Wewe nini? Sitaki kutaja hiyo majina kwa sababu ya watoto wetu. Wanaweza kuimitate. Bwana Yesu atukuzwe. Akamuita majina ya wanyama. Akamuita majina gani? Mzee amenyamaza. Mchungaji ndiye alitokea. Mama siku hiyo alikuwa anataka Tanzania na Kora wafufuke. Na dunia ifanye vile ilifanya ili aweze kuingia. Kwa sababu ya kukosa haya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namwambia wachana na hiyo. Nimesikia yote ambayo umemwambia mzee. Na sasa kuanzia siku ya leo tunakupatia discipline ya miezi ngapi? 3 bila kuja kanisani. Kwa sababu tabia yako ni nini? Ni mbaya. Akauliza mzee, kwa nini hukusema? Akasema sasa nitaanzia wapi? Huyu ni mke wangu. Huyu ni mama ya watoto wangu. Nitaanzia wapi? Bwana atusaidie sana. Salimia jirani yako, mwambie Bwana atusaidie sana. Bwana atuhurumie. Ili tuweze kuokoka kabisa. Amen. Haleluya. Amen. Naenda kwa haraka kwa sababu ya masaa yamekimbia. Jambo la pili ni kuhusu upendo. Yes. Upendo. Kwa na wakati mzuri tungeweza kuingia ndani. Lakini wakati wetu umetusukuma. Upendo. Haleluya. Wakati umekosa ndugu yako kanisani hajaingia, unaenda kumtembelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sikukuona kwa ushirika kanisa. Nimesema nipitie hapa Kasongo nikujulie hali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama hamuelewani. Yule ambaye hamuelewani. Yani hamuingia naye. Bwana Yesu atukuzwe. Ni kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu. Unatembea tu. Nimekuja ili nikujulie hali. Ni nini mbaya? Yes. Haleluya. Amen. Na unaweza kuta ya kwamba hiyo roho ambayo uko nayo ya upendo imewekwa hata ndugu huyu. Amen. Naye mnakutana wapi? Kwa huyo dada. Ni nini mbaya? Sijui. Unajua shetani ni mwongo. Kuna mambo kidogo ambayo pengine umesikia ama umegongwa. Sasa unanichukia kwa sababu ya mambo hayo. Ama umekanyangwa mguu kidogo ili uweze kurectify, kubadilisha mambo yale. Unachukia yule mtu
Lakini nataka niwaambie asubuhi ya siku ya leo, Amen. ni vizuri ku face challenges. Yes. Yaani unapochallenjiwa ili uweze kujiweka vizuri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili wakati ambapo tarumbeta itakapolia, kama vile Paulo anaambia Wathesalonike, iliyobaki wapendwa, Yes. ni kwa sababu kuna mambo mengi. Yes. Lakini iliyobaki Yes. ni hii. Yes. Muwe na upendo na mwenendo wanyu mumbadilishe. Amen. Ili wakati ambapo tunaposikia tukiwa mbali, kanisa la peace. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesikia mambo ya ushirika mahali hapa. Na nikawaambia mfano kidogo ya Shiro Murata. Hallelujah. Nashukuru Bwana ni kwa sababu ya Jumapili, ni kwa sababu mchungaji alinialika mahali hapa. Na ninataka niseme ya kwamba hakuna kitu cha maana kama kuomba. Amen. Wakati unapoomba, maombi ni silaha kali. Amen. Kuomba kuna fukuza shetani. Amen. Wale ambao huomba pamoja, Yes. hukaa pamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba wakati unapoomba ukimwataja kwa majina yao, mtu kwa jina lake, Mungu atasikia. Amen. Na haijalishi unaomba katika lugha gani, omba katika lugha yako, ni kwa sababu Bwana anasikia. Amen. Haleluya. Amen. Mahali ambapo nimefika, Yes. nimemwona Bwana Amen. katika maisha haya Amen. na ambayo amesalia ya kuishi katika ulimwengu, Amen. ni kwa sababu yeye amekuwa kunihimiza. Yes. Na wakati ambapo niko chini, Mm. ninapata ujumbe wa kuniinua. Amen. Haleluya. Amen. Haijalishi ni nani ambaye anatuma ujumbe ule, lakini najua kwamba ujumbe huo umetoka kwa Bwana, ni kwa sababu ya upendo wake. Amen. Mungu wetu anatupenda sisi zote. Amen. Haijalishi uko katika hali gani, lakini nataka nikwambia asubuhi ya siku ya leo, Yes. Bwana anakupenda wewe. Amen. Haleluya. Amen. Na kama vile baba upenda watoto wake, Yes. sijui kama nyinyi ni wazazi, baba ama haleluya, ama mama vile ambavyo anapenda mtoto wake. Mimi ninaongea hivyo kwa sababu nilipendwa na mama zaidi. Na nilipokuwa nikienda nyumbani, karibia mlangoni, nakuta mama akiniombea mimi pamoja na familia yangu. Na ninasimama hapo nje, ninasikia natanja wengine waliokuwa mbali na wale ambao walikuwa karibu, anawaweka katika maombi na Mungu anasikia. Haleluya. Amen. Akisema amen. Anapiga nduru ngapi? Saa hii ndio nimetoka kuwakumbuka. Amen. Na inakuwa ni jambo la maana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tuwe na upendo. Upendo wa Kristo Amen. ambao hauna gharama. Yes. Na si lazima unipende ndio nikupende. Ni kwa sababu yeye alitupenda hata tukiwa waovu. Yes. Akatuleta katika ushirika pamoja na Mungu wetu, Yes. ili tuwe washirika Yes. katika ufalme Amen. ambao tumeitiwa. Amen. Wapendwa, nataka niwaambie, tumeitiwa ufalme ambao una nguvu, ufalme ambao ni wa maana. Amen. Simama katika ufalme Amen. na Mungu atakubariki. Amen. Haleluya. Amen. Mambo ya baraka, baraka ndio Mungu hupeana, Yes. na Mungu ndiye hubariki Yes. watu wake. Amen. Jinsi ambavyo